lengo la kuwepo kwa ofisi ya mrajis ni kusimamia, kuhakikisha kwamba NGOs zinazosajiliwa basi zinafanya kazi yake pasavyo kwa mujibu wa sheria namba 6 ya mwaka 95. Lakini mbali na kusimamia, pia tunafanya uratibu kuhakikisha kwamba NGOs shughuli zao wanazozifanya, kazi wanazozifanya, lakini pia uratibu mzima kuhakikisha kwamba yale malengo hasa yaliyowekwa na serikali basi yanaweza kufikiwa ipasavyo. Na katika swala zima la ufuataji wa sheria na sera na kanuni ni kuona kwamba kweli NGOs zipo kusaidia jamii, na pale serikali inapoona kwamba lengo hilo halifikwi vizuri kwa baadhi ya NGOs, basi sheria imeweka wazi ya kuchukua hatua, ikiwemo pamoja na kuzifuta hizo NGOs zenyewe. Tunapoelekea mwisho wa mwaka, kwa mujibu wa sheria namba 6 ya mwaka 95 ambao ndio inasajili NGOs, kifungu cha 29 kimezungumzia kwamba suala la uwasilishaji wa ripoti ni suala la lazima kwa kila NGOs ambayo imesajiliwa Zanzibar, na kwa maana hiyo tumeanza kupata ripoti kutoka kwa NGOs mbalimbali kwa wale ambao wanafahamu vizuri, na ndio utendaji wetu unapokwenda kwa kila mwaka. Ripoti hizi zinasaidia kufahamu kwanza utekelezaji mzima wa NGOs kwa kipindi cha mwaka mmoja kutoka Januari mpaka Disemba 2025, lakini kufahamu shughuli ambazo zimefanyika kwa NGO hizo kusaidia jamii yetu, lakini pia kusaidia serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini kupitia zile ripoti pia tunapata kujua idadi ya ajira ambazo NGOs wameweza kuzalisha kwa mwaka mmoja. Vijana ni wangapi, wanawake ni wangapi wamepata ajira, wanaume ni wangapi wamepata ajira, na pia huduma zenyewe hasa za jamii ambazo zimeweza kupatikana katika maeneo hayo. Kwa hiyo niseme kwamba ripoti hizi zinatusaidia sana. Lakini inapofika kipindi cha wizara kuwasilisha budget speech, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, yeye ndiye atakayesimama kusoma speech yetu ya wizara, na katika speech ile basi pia swala la NGOs kila mara na ndio taratibu linagusiwa ili kufahamu hasa maendeleo ya NGOs zenyewe, lakini na maendeleo tuliyopata katika serikali yetu ya Zanzibar kupitia ufanisi wa NGOs zetu za hapa Zanzibar. Niseme kwamba pia kuna swala zima la uandaaji wa ripoti ya pamoja kwa kila mwaka kuona mafanikio yanatokana na NGOs, lakini pia na changamoto kama zipo ambazo ndizo zinazoonekana katika utendaji wa shughuli mbalimbali za NGOs. Lakini kwa jumla nizishukuru sana NGOs za Zanzibar, Unguja na Pemba kuwa tulivu na kudumisha amani katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu wa 2025. Hatukuona matokeo yoyote ya NGOs ambayo yamekwenda kuvunja taratibu za kisheria, lakini ziara tulizozifanya, mafunzo tuliyotoa yalitusaidia kuwaamsha NGOs na kuwahamasisha wao waendelee kuwa mabalozi wa amani. Tunashukuru sana sana kabisa, NGOs hazikuonyesha uvunjifu wa sheria katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kwa mujibu wa sheria kifungu hicho cha 29 cha sheria namba 6 mwaka 95, wale waliokuwa hawasilishi ripoti ni wakosa kisheria, na hatua ambazo zinaweza zikafanywa ni kufutiwa usajili wao, kwa sababu usajili unapotolewa, moja katika sharti muhimu sana kwa usajili huo ni uwasilishaji wa ripoti za NGOs. Kwa hiyo niseme kwamba tunafuatilia, na wale ambao tutaona hawaendani sambamba na sheria na kutuwasilisha ripoti zao, tutaendelea kufanya kazi ya kuzifuta. Lengo ni kubakia na NGOs ambazo kweli taziona zinawajibika ipasavyo na zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria yetu. Katika swala zima la usajili wa NGOs tunazingatia sana ili kufahamu kwamba NGO inayoanzishwa kweli itaweza kuleta tija kwa jamii yetu. Kwa hiyo tunaanza taratibu za kwanza kufahamu wanataka kufanya jambo gani,
wanataka kutekeleza miradi gani, na miradi yenyewe je, inaenda sambamba na kipaumbele cha serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na inapoonekana kwamba utekelezaji wao pia umebezi katika sekta, mara nyingi tunawasiliana na sekta na tunapata barua za utambulisho kutoka kwa sekta kwamba wameshakaa nao na waweze kuendelea na sisi katika taratibu za usajili.